Anasema fajalu yakuluna min dhalika alhais, wakawa wanakula katika huo mkate, wayashrabuna, na wakawa wanakunywa min hiyad ila jambihim, wakawa wanakunywa kupitia mahodhi yaliokuwa pembezoni mwao, mimma isamai, kupitia maji ambayo yalikuwa yamemiminika kutoka juu. Hiyad ni jamu ya haud, na hiyad pia ina maana nyingine. Hiyad pia ina maana nyingine. Hiyad inatumika katika damu ya hedhi. Hiyad ni jamu ya haud. Hiyad vile vinasimamia dini tayari, yani kwa maana sheria za dini. Ndio maana hata kitabu chetu sisi tumekita dhabbu an hiyad ad-din bi sharh irshad al-muslimina li aham furudh ad-din. Manake vile ambavyo vinasimamia nini? Vinasimamia dini, nguzo za dini, sheria za dini, na vinavyofanya dini ikawa imesimama. Simefahamu? Yani kwa hiyo inategemea neno wapi litakuwa limefanya nini, linatumika. Naam, anasema fakanati walima, kwa hiyo ikawa fakanati walima ta rasulillah, basi ikawa walima ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Manake hicho chakula, hiyo hais, ndio ikawa walima ya mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na maji katika mahodhi ambao watu walikuwa wanafanya nini, wanakunywa. Ndio ikawa nini, ikawa ndio chakula cha nani, cha mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alichokiandaa kwa ajili ya wageni wake, kwa maana ni walima ambayo alikuwa amepika. Hapo hakuna nyama wala hakuna khubsi, mkate ambao ulikuwa unajulikana kwa maana utakaotoelea katika nyama, hamna. Namba 3 anasema akhrajahu shaykhan, hadithi amesimulia mashaykh wawili wa Ahmad, na vile vile amesimulia Imam Ahmad katika juzuu ya 3 kurasa 102 na 195. Wa riwayatun ukhra lahu, na riwaya nyingine ni yake wa Ibn Sa'd, na vile vile Ibn Sa'd katika juzuu ya 8 kurasa 122 na 123. Wal Baihaqi, na vile vile hadithi amesimulia Imam al-Baihaqi katika juzuu ya 7 kurasa 259. Wasiyaqu lahu, na mtiriko wake. Wa ziyadatu li Muslim, na ziada ambayo ilikuwa imekuja ni ya al-Imam Muslim katika juzuu ya 4 kurasa 148. Baada ya kumaliza kipengele hicho, adabu ya 28, tahrimu takhsis al-aghniyai bid-da'wa, uharamu wa kuhusisha matajiri katika ule wito, katika wito kualika katika ile walima. Ni haramu kuwahusisha matajiri peke yao. Sijui umefahamu? Watu wenye uwezo, wenye kipato, ukawahusisha wao tu. Wasema mimi bana si mtu mwepesi, mimi ni mtu mzito. Kwa hiyo watu ambao watakokuja katika harusi yangu mimi ni watu ambao wazito. Sasa huyu ni shetani, mtu anakuwa amechezewa na shetani katika hali kama hiyo. Kwa maana yeye akawaita watu ambao walikuwa wazito katika walima yake, ni jambo ambalo kwa sila sawa. Na wasema yajuzu wala yajuzu, na wala haijuzu an yakhussa bid-da'wati al-aghniyai duna al-fuqara, wala haijuzu kuhusisha ule wito wa matajiri pasi na nini, wale mafakiri, kwa maana watu ambao walikuwa maskini, watu ambao walikuwa hohehahe, kasema kwamba hawa hawawezi kuja katika walima. Biqaulihi, wa kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam, sharru ta'ami ta'amul walima, shari ya chakula ni chakula cha nini, cha walima. Yud'a laha al-aghniya'u, huitwa kwa ajili ya chakula hicho nani, wale matajiri, watu wenye uwezo. Wa yumna'uha al-masakin, na huzuiliwa wale maskini, kwa maana huitwa matajiri, watu wenye kipato na watu wenye hadhi, na huzuiliwa watu ambao walikuwa maskini. Wa man lam yujib ad-da'wa, na yule ambaye alikuwa hakuitikia wito, faqad asa Allah wa rasulahu, basi mtu huyo anakuwa amemwasi Allah na mtume wake. Na kuna watu wao wanakuwa waitiki wito yoyote katika Muislamu atakaye kualika, na ukawa kwamba labda una kizuizi, una kikwazo miongoni mwa vikwazo ambavyo vinavyokuzuia usiweze kufika, basi mjiulishe kwamba umenialika, lakini na dharura 1 2 3 4 5, kwa hiyo sitoweza kufika katika mwaliko.
Simefahamu, sitoweza kufika katika mwaliko. Lakini sawa, nimesikia lakini kilichokuwa kipo ikapita masiku na wewe hujaitika katika ule wito, au ile harusi ikafanyika na wewe kwa umekafirika, ni vyema kwenda muomba msamaha, kwa sababu ile ni haki yake ambayo wewe amekualika. Ile harusi shapita, umemsikia mtu mwingine, basi tena haina haja. La, sio haina haja. Wewe utakuwa umemwasi Allah na mtume wake. Rejea kwa yule ambaye alikupa mwaliko, mwambie bana, ndugu yangu ulinialika, lakini samahani sana, nimekafirika, nimesahau, tuyane radhi katika hilo. Basi wewe unakuwa ushajivua katika ule mwaliko na ile dhima. Na pia unaruhusika kumwambia kwamba kama mtu amekualika mapema, ikikaribia tukumbushane, usije nikasahau. Kwa hiyo ikikaribia yule atafanya nini? Atakukumbusha. Sababu hii harusi inawezekana kwa baina iko mwezi wa 12, wewe yani iko mwezi wa 6 2025, utaje kwambia na harusi yangu 2025 mwezi wa 6. Sasa masiku yanazunguka na kwenda, kwa ile utasahau tu binadamu na mambo mengi, uweze ukakumbuka. Kwa hiyo ikikaribia, maana yake fanya nini? Kwambie. Na anasema yoyote ambaye alikuwa hakuitika wito, basi mtu huyo anakuwa amemwasi Allah na mtume wake. Rawahu Muslim, hadithi amesimulia Imam Muslim juzuu ya 4 kurasa 154, wal Bayhaqi, na vile vile amesimulia Imam Bayhaqi juzuu ya 7 kurasa 262 min hadithi Abi Huraira, kutokana na hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu marfu'a, wa huwa inda al-Bukhari. Nayo hadithi hiyo mbele ya masimulizi ya Imam Bukhari katika juzuu ya 9 kurasa 201, mawqufan alayhi, aliyakuwa ni mawqufu ya maneno yamesimamishwa kwake. Wa huwa fi hukmi al-marfu', nayo yapo katika hukumu marfu', kama bayanahu al-Hafidh fi sharhihi, kama ambavyo alivyobainisha Hafidh katika sharhi yake. Sharhi yake al-Imam al-Hafidh ni ipi? sharhu ya Imam al-Bukhari, Fathu al-Bari. Kwa hiyo sharhi yake makusudiwa. Waqad qala fi sharhi qawlihi, kwa hakika amesema katika sharhi ya kauli yake, yud'a laha al-aghniya wal jumlatu fi mawdhi al-hali lit-ta'am al-walima, na sentence ipo katika sehemu ya hali ya kile chakula cha walima. Falau da'a ad-da'i 'amman lam yakun ta'amuhu sharru at-ta'am, lau kwamba yule muhitaji atawita watu wote kwa jumla, hakitokuwa chakula chake kwamba ni sharru al-wali, sharru at-ta'am. Maana yake kwamba yeye akahusisha kwa watu maalumu, lakini lengo na madhumuni yeye katika kuita watu maalumu, maana yake kuifanya ile harusi yake kwamba ina hadhi, ni harusi ambayo ilikuwa watu wakubwa, umeelewa? Harusi ambayo ya wanaita ya watu wa VIP. Kwa hiyo mtu ambaye alikuwa hohehahe harusiki, na wakifika wao wanamusabusa na vitu kama hivi, kwa sababu pale kuna moving camera, wanachukuliwa kamera zile. Kwa hiyo mtu anamusabusa, anakula, kila mmoja pale katoa simu yake ya milioni 5, anachezea, anasubiri chakula kije ale. Lakini sasa umealikwa wewe na Nokia Touch, simefahamu, Nokia Touch, unasema huyu kaletwa na nani? Ya mtu anauliza huyu kaletwa na nani? Simefahamu. Akisha pia kwa bahati kanzu yako sehemu moja ina kiraka, na mwenye moving camera ndo akawa anachukua. Na mashtaka shakuja mengi. Baadhi ya watu wanasema kwamba kuna watu wameingia kwenye harusi yetu, wametuharibia harusi. Manake wameingia watu wameonekana kwamba hali zao ziko duni kidogo na vitu kama hivyo. Na baadhi ya watu wataka kufanya harusi zao misikitini, kwa sababu msikiti huwezi kumzuia mtu. Wengine wanasema harusi tufanyie msikitini bana, tutajiebisha. Watu wakaa kikao familia, harusi tufanyie msikiti wa karibu hapa. Msikitini tutajiebisha. Kwa nini tutajiebisha? Msikiti sio wanaingia watu jumla jamala. Na sisi tushawalika watu kutoka huko sijui wapi na wapi, tukodi holi bana, tena kwa kadi maalum. Simefahamu. Sasa ni vitu ambavyo
mtu asifanye kwa ajili hiyo. Si kwa maana labda kukodi sehemu kufanya harusi labda itakuwa kuna ubaya, la, hakuna ubaya, lakini kwamba lengo lako ni nini? Sikimefahamu? Yaani ile lengo lako ni lipi? Maana yake kwamba anaogopa harusi yake kuja kuhudhuria mtu wa kawaida. Sasa jambo ambalo kwa sila sawa. Anasema thumma kharrajtu alhaditha fi alirwa'i wa dhakartu lahu fihi turqan wa shawahid. Thumma kharrajtu alhaditha, tuliwahi kueleza kuhusiana na hizi istilahi za wanachuoni hususa ahlul hadithi wanaposema kharrajtu au kharraja na akhraja, istilahi mbili. Wanaposema akhraja fulan, manake akisema akhraja fulan, manake huyu fulani huyu na yeye yumo katika ile sanadi ya hadithi. Sikimefahamu? Anaposema kwamba akhrajahu al-Bukhari, amesimulia hadithi ya al-Imam al-Bukhari, manake al-Imam Bukhari yumo katika hadithi. Kwa hiyo na wewe ukisema kwamba labda unasimulia hadithi ukasema qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala hadathana fulan, kisha utaendelea sanadi yake. Ndio akhrajahu Bukhari au akhrajahu Muslim au akhrajahu Nasai au akhrajahu, lakini wengine wanazitumia tu, baadhi wanachoona wanazitumia tu kwa sababu wanajua kwamba watu wanazifahamu, lakini inakuwa zina matumizi yake. Na wengine hatofautishi baina kharraja na akhraja. Sasa akisema kharraja ina maana kwamba yeye ameileta ile sanadi, amesimulia ile sanadi, lakini yeye mwenyewe hayumo katika ile sanadi. Kwa hiyo kama hapo Sheikh Al-Albani hayupo katika sanadi ya hadithi. Simefahamu? Ndio maana akasema thumma kharrajtu al-haditha. Simefahamu? Kisha nikasimulia hadithi, kwa maana nikaileta hadithi kwa ile sanadi yake na ule mtiriko wake katika nini, fi irwa'i, katika irwa'i. Umeelewa? Hiyo ni istilahi ya hadithi. Na kilugha baadhi ya maneno yanakuwa yanatoka katika upande wa lugha na kuja katika istilahi ya hadithi. Umeelewa? Sio kwa maana itakuwa inatumika lugha, bali hapo ni istilahi ya hadithi. Wa dhakartu lahu fihi turqan wa shawahid, na nikataja kwa ajili ya hadithi hiyo ndani yake njia na ushahidi mwingi sana. Nenda katika hadithi nambari 1947 utakuta hayo kwa urefu wake. Kwa hiyo ni katika masala ambayo muhimu sana talibul ilmi afahamu. Adabu ya 29, wujubu ijabati da'wa, wajibu wa kuitika wito. Wajibu wa kufanya nini? Wa kuitika wito. Wajibu ala man du'iya ilaiha. Adabu 25 ni wajibu kuitika wito. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wajibu ala man du'iya ilaiha, na ni wajibu kwa yule ambaye alikuwa ameitwa katika huo wito, an yahdhuraha, kuhudhuria. Umeitwa katika wito, sawa ikiwa wito wa walima, sawa ikiwa chakula chingine. Labda mtu amekualika chakula cha mchana, au amekualika chai ya asubuhi, au amekualika chai ya usiku, basi itikia wito. Sikimefahamu? Itikia wito, kwa sababu amekusudia yeye kutoa sadaka katika upande huo. Umeelewa? Na ni jambo ambalo lilikuwa zuri na jambo ambalo lilikuwa la sunna, na Mtume sallallahu sahaba zake walikuwa wakifanya. Wafihi hadithan, na ndani yake kuna hadithi mbili. Al-awwal, ya mwanzo, fuku al-ani, mwacheni huru nani? Teka, yule teka. Ameweka nambari 1, ai al-asira, al-ani al-asira, ai maana yake a'tiquhu min aidi al-adu, mwachieni huru, maana yake mkomboeni kutokana na mikono ya maadui, bimali, kwa mali, au ghairihi, au kwa kitu kingine chochote kile ambacho mtu ana uwezo nacho, afanye nini? Yeye akomboe. Sijui umefahamu? Akomboe jambo hilo. Maana yake wewe una mali, wale wakasema sisi huyu hatumwachii isipokuwa mpaka afanye nini, tupate mali sisi kiwango kadha, na wewe mali unayo. Sijui umefahamu? Kwa hiyo ukasema kwamba acha mimi nikamkomboe, katoa mali ukaenda kumkomboa, akaachiliwa huru yule, basi katika jambo ambalo kwa kubwa sana Muislamu anakuwa amelifanya. Au kwamba huyu mtu ana cheo katika ile familia, wamemteka, lakini kwamba ana cheo, kwa hiyo akisema kauli yake inakuwa inafanya nini? Inasikilizwa. Kwa hiyo atasema kauli ya kuachwa huru yule mtu, na kufanya hivyo maana yake ana fadhila kubwa sana.
au jambo jingine lote ile ambalo litakapelekea yule teka akachwa huru. Wajibu adai, na vile vile mtikieni yule mlinganizi, kwa maana itikieni wito wa yule ambaye atakayewaita, usiache kuitika. Waudu almaridha, na mkagueni mgonjwa, kwa maana mkisikia kuna sehemu Muislamu anaumwa, ndugu yako Muislamu anaumwa, basi nenda kamkague. Rawahu al-Bukhari, hadithi imesimulia al-Imam al-Bukhari juzuu ya 9 kurasa 198. Wa Abdu ibn Hamid fi muntakhab min musnadihi, katika juzuu ya kwanza kurasa wa 65, min hadithi Abi Musa al-Ash'ari, wakana hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari. Athani, hadithi ya pili, idha du'a ahadukum ila al-walima, atakapoitwa mmoja wenu katika walima, faliyatiha, basi na aende, aitikie huo wito, aende katika walima. Arsan kana au nahwahu, sawa ikiwa ni harusi au chenginecho chochote kile ambacho mtu umealikwa. Manake hiyo walima ikiwa ni harusi au kwamba chakula chengine chochote kile ambacho ulichokuwa umealikwa, wewe itikia. Labda umeambiwa harusi itakuwa Ijumaa na Alhamisi utakuwa kuna chakula, ile ni sadaka, kwa sababu walima baada ya nini? Baada ya harusi. Kwa hiyo wewe unatakana uitikie, wewe unatakana ufanye nini? Uitikie. Wa man lam yujibu da'wa, na yule ambaye alikuwa hajaitikia ule wito, faqad asa Allah wa rasulahu, basi mtu huyo anakuwa amemwasi Allah na mtume wake, amemwasi Allah na kumwasi mtume wake. Hadithi rawahu al-Bukhari, amesimulia al-Imam Bukhari katika juzuu ya 9 kurasa 198, wa Muslim na vile vile amesimulia al-Imam Muslim juzuu ya 4 kurasa 152, wa Ahmad na vile vile amesimulia al-Imam Ahmad, nambari hadithi ni 6337, al-Baihaqi na vile vile amesimulia al-Imam al-Baihaqi juzuu ya 7 kurasa 262, min hadithi ibn Umar, kutokana hadithi Abdullah ibn Umar. Wakadhalika rawahu Abu Ya'la, na vile vile amesimulia Abu Ya'la. Wa ziyadatu thaniya lahu, na ziada ya pili ni yake. Wa sanaduha sahihun, na sanadi yake ni sanadi ambayo ilikuwa sahihi, kama qala al-Hafidh fi at-Talkhis, kama ambavyo alisema al-Imam al-Hafidh katika Talkhis. Wa hiya inda Ahmad aidan, nayo vile vile ipo mbele ya masimulizi Imam Ahmad vile vile, fi riwaya, katika riwaya raqam nambari hadithi 5263. Asema mafsulatan anil hadithi min tariqin akhar, kupambanuliwa kutokana na hadithi katika njia nyingine. Wakadhalika rawahu Abu Awana, vile vile amesimulia Abu Awana fi sahihi, katika sahihi yake, kama fi al-Fath, kama ilivyokuja katika Fathul Bari katika juzuu ya 9 kurasa 201. Walaha shahidu min hadithi Abi Huraira, na pia ina ushahidi mwingine kutokana na hadithi ya Abu Huraira, taqaddama qariban, imekwisha kutangulia vipunde. Wafihi dalilun, na ndani yake kuna dalili ala wujubi alijaba, juu ya wajibu wa kuitikia wito. Lianna al-isyan, kwa sababu mtu kuasi, la yutlaqu illa ala tarki alwajib, kwa sababu jambo la kuasi hapaachiliwi jambo hilo wala halitaji jambo hilo illa ala tarki alwajib, isipokuwa kwa mtu kuacha wajib. Maana yake huko kuitikia wito ni wajib, simefahamu? Na ndio katika haki ya Muislamu juu ya Muislamu zake, haqqul muslim ala almuslim sittun, idha da'aka, miongoni mwa hizo, idha da'aka fa'jibhu, atakapokuita itikia wito. Ana shida na wewe, basi itikia wito, au nakualika nyumbani chakula cha mchana, chakula cha asubuhi, au nakualika katika harusi yangu, au nakualika walima, simefahamu? Yote hayo na mfano hayo, basi ni nini? Ni wajibu kuitikia wakati itakapokuwa kwamba hakuna maasiya. Simeelewa? Ikiwa hakuna maasiya, maana yake mtu anatakana afanye nini? Aitikie, ni wajibu. Naam, kama qala al-Hafidh, kama ambavyo alisema al-Imam al-Hafidh, kama ambavyo alisema al-Imam al-Hafidh. Adabu ya 30, tunarudi juu. Adabu ya 30, al-ijabatu
walau kana saiman, ni kuitikia wito, yani kwa maana al-ijabatu ni kuitikia ule wito, walau kana saiman, hata kama mtu atakuwa mfungaji, kwa maana itikie wito. Asema al-ijaba maana yake anakusudia ni wajibu kuitikia wito, walau kana saima, hata kama mtu atakuwa amefunga, basi itikia wito. Wayambaghi an yujiba, inatakikana kuitikia wito walau kana saiman, hata kama atakuwa amefanini amefunga. Liqaulihi, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha du'iya ahadukum ila at'am, atakapoitwa mmoja wenu katika chakula, falyujib, basi naitikie. Fa in kana muftiran falyat'am, ikiwa kwamba hakufunga, yani kwamba yeye si mfungaji, basi na ale. Wa in kana saiman, na ikiwa kwamba amefunga, falyusalli, kwa maana na aombe dua, kwa maana aombe dua, yani adua, awaombe dua wale ambao walikuwa wamemwalika. Ay falyadu, naombe dua, kama huwa mufassar fi akhir alhadithi, kama ilivyokuwa imetafsiriwa katika mwisho wa hadithi, min baadhi ruwati, kutoka kwa baadhi ya marwati. Rawahu Muslim, hadithi ya msimulia al-Imam Muslim, juzuu ya 4 ukurasa 153, an-Nasa'i fi al-Kubra, na vile vile amesimulia al-Imam Nasa'i katika al-Kubra katika juzuu ya 2 ukurasa 62, wa Ahmad, na vile vile amesimulia Imam Ahmad juzuu ya 2 ukurasa 507, wal Baihaqi, na vile vile amesimulia Imam Baihaqi juzuu ya 7 ukurasa 263. Walafdhu lahu, na tamko lake, min hadithi Abi Huraira, kutokana hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu marfu'an. Walahu shahidu min hadithi Abdullah ibn Mas'ud inda Tabarani, na hadithi hiyo ina shahidi mwingine kupitia hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud inda Tabarani katika juzuu ya 3 ukurasa 83 nambari 2, wa Ibn Sunni, na vile vile Ibn Sunni amesimulia nambari 483, wa isnaduhu sahihun, sanadi yake ni sanadi ambayo ilikuwa sahihi, kama bayantuhu fil irwa'i, kama ambavyo nimeshakubainisha katika kitabu al-Irwa'ul Ghalil katika nambari hadithi 2013. Kwa hiyo mfungaji ataitika wito wa yule ambaye alikuwa amefanini amemwalika. Kama siku Alhamis ambia siku Alhamis mimi nakuwa nafunga, akakwambia naomba Alhamis hii usifunge, simefahamu, akwambia naomba Alhamis hii usifunge. Sasa ikiwa kwamba ni jambo ambalo analikariri, kama tutakapokuja kuona mbele huko, manake kipengele kipo mbele, hebu tukiguse kidogo, sababu kinazungumzia wafungaji. Anasema 31, saa 2 kamili. Fikeni hapo inshallah, fikeni hapo, tutakuja kuendelea. Lakini tunachokusudia kukisema, ikiwa kwamba mfungaji amekiwa khiari baina ya kula na baina ya kuendelea na funga yake, si nimefahamu, ambao tutakuja kuona kwa urefu wake masala hayo, na masala yote yanatakana mtu aendeshe kielimu. Na baadhi ya wakati inawezekana nyinyi ikawa la mujarradi wa kuitwa haikuwa chakula kwanza, mujarradi wa kuitwa ilikuwa sio chakula, mmealikwa sehemu lakini haikuwa chakula, labda kwenye function fulani katika sehemu fulani, baada ya kumaliza pale kunini, sasa ndio pakapitishwa chakula, simefahamu, pakapitishwa nini, chakula. Kwa hiyo wakati umefunga, mbele jamani, Allah abarik na Allah alipe khairi, mimi nimefunga, simefahamu, acha tukutilie na kitu kama hivi, kiambo utilie usikatae, simefahamu, utiliwa chako utachukua, simefahamu. Mara nyingi mfungaji anatiliwa kingi sababu kafunga, yani wale watu wapate thawabu, kwanza leo nafunga, sio kwa lengo hilo, funga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili upate thawabu kutoka kwa Allah jalla jalaluhu. Wallahu a'lam. Fikia hapo.